Tangu kuanza kwa mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran tarehe 28 Februari mwaka 2026, mwelekeo wa vita umebadilika. Iran haipigani kwa lengo la kuiteka Marekani, bali inatumia mkakati wa asymmetric warfare, yani kupigana vita kwa bei rahisi, ambayo inaifanya Marekani inatumia mabilioni ya dola bila kupata ushindi wa wazi. Iran inafahamu kwamba kambi moja ya Marekani inagharimu takriban dola bilioni 1 kutengeneza na kuijenga. Ili kuishinda Marekani, Iran haitumii ndege za gharama, inatumia droni na makombora ya bei rahisi, na pia Iran inafanya vita hii kuwa ngumu, ndefu na ya gharama. Kwa mfano, inatumia droni za Shahid 136 ambazo gharama ya kutengeneza droni moja ni takriban dola 20,000 tu hadi dola 50,000 za Kimarekani. Sasa mtego upo kwa Marekani. Ili Marekani kuzuia droni hizi, inabidi itumie makombora ya ulinzi kama vile Patriot ama SM-6 ambayo kila moja linagharimu kati ya dola milioni 2 hadi milioni 4 za Kimarekani. Hii kwa Iran si vita tu ya kawaida, ni vita ya mikakati na ujanja. Mpaka sasa Marekani inakadiriwa kutumia zaidi ya dola bilioni 16.5 katika vita hivyo. Sasa tukiangalia kwa makini, huu ni mtego wa kiuchumi. Iran inafuja akiba ya Marekani kwa kutumia vifaa vya bei rahisi kama vile tu droni za Shahid 136. Hata hivyo, tukiangalia Marekani, watu wengi hawamuungi mkono Donald Trump kwa sababu tayari bei ya mafuta imeanza kupanda huko na uchumi umeanza kuzorota, ikizingatiwa pesa nyingi zinatumika katika vita hivi ambavyo baadhi ya watu wanasema ni vita ambavyo si vya halali. Hata pia tukiangalia, Iran ilifunga mlango bahari wa Hormuz. Sasa huu mlango bahari wa Hormuz ni njia nyembamba inayopitisha 20% ya mafuta duniani kote. Iran imetumia hili kama silaha ya kiuchumi. Kufungwa kwa mlango Hormuz umefanya kampuni kubwa kama Qatar Energy tayari zimeanza kuzingatia force majeure. Kisheria, hii inawaruhusu kusitisha mkataba yoyote ya kutoa gesi na mafuta kwa sababu ya hivi vita vinavyoendelea. Matokeo ya force majeure ni kwamba bei ya mafuta imepanda hadi kufikia dola 114 kwa pipa mwezi huu wa Machi. Hii inazidisha hasira ya walipa kodi Marekani, ambao sasa wanatazama upande wa Donald Trump kama kiongozi anayeweza kusitisha vita hivi vya gharama. Tukiangalia upande wa Iran haina mpango kabisa wa kusitisha vita hivi, haswa tukitizama waziri wao wa masuala ya nje katika mahojiano, Abbas Araghchi, anaonekana kusema wazi kwamba wao hawana mpango wa kusalimu amri hivi sasa. Hivyo basi vita kufanywa kuwa ndefu na ya gharama kwa Marekani. Sasa mpaka sasa Marekani inaonekana kupoteza vita hivi, tukizingatia si kwa nguvu bali kwa mikakati, sababu vita imekuwa gharama kwa Marekani pamoja na Israel. Sasa tuongelelee kwenye swala lingine la petrodola. Hii petrodola ndiyo mgogoro mkuu hapa, na Marekani inaweza kupoteza hii petrodola. Kwa zaidi ya miaka 50 mfumo wa petrodola umeifanya Marekani kuwa mbabe wa dunia kwa sababu mafuta yote yalipaswa kuuzwa kwa dola pekee. Mnamo Machi 14 mwaka 2026, Iran imetangaza kuwa itaruhusu meli za mafuta kupita katika mlango bahari wa Hormuz ikiwa tu malipo yatafanywa kwa sarafu ya yuan, yani sarafu ya China, na sio dola tena. Ikiwa nchi zitaanza kununua mafuta kwa yuan, mahitaji ya dola yatashuka duniani kote. Hii itasababisha dola kupoteza thamani na mfumuko mkubwa wa bei nchini Marekani, na hii itakuwa mwisho wa Marekani wa kuweka vikwazo vya kiuchumi, yani financial hegemony. Na hasa tukizingatia pia Saudi Arabia ambayo ndiyo ilikuwa mhimili mkubwa wa petrodola tangu mwaka 1974, sasa inaonekana kuelekea upande wa nchi za BRICS, ikisaini mikataba ya kuuza mafuta kwa sarafu nyingine ili kulinda tu uchumi wake. Maana yake ni kwamba vita ikiendelea kuwa ya gharama kwa Marekani, inaweza kuifanya Saudia kujitoa kabisa na kuanza kutumia sarafu nyingine ili kuuza mafuta. Sasa hii inaonyesha kwamba huu utakuwa mwisho wa Marekani, sababu hii petrodola ndio inaifanya Marekani kuwa mbabe wa dunia, sababu kila nchi duniani inaitegemea hiyo ili kununua mafuta, ambayo mafuta ndio kitu kikubwa duniani ambacho kinafanya mambo kwenda sambamba. Pia tunazingatia swala la mshindi pekee. Nadhani kwenye video ya juzi ambayo nimeweka link hapo kwenye description, imeonyesha kwamba nani ndiye mshindi wa vita hivi. Na pia mpaka sasa tunaona katika hali ya kushangaza, Ukraine sasa imetambuliwa kama mshindani mkuu katika soko la vita hivi. Baada ya Ukraine kupata uzoefu wa kupambana na droni hizi za Shahid 136 nchini mwao, Ukraine sasa imetengeza droni za
FPV, first person view, ambazo ni ndogo na zenye kasi. Ukraine inajaribu kuuza droni hizi za Shahid Killers zinazogharimu dola 2,000 pekee kwa nchi za Ghuba ili kuzuia mashambulizi ya Iran. Huu ni ushindani mpya wa kiteknolojia na kijeshi ambapo droni ndogo ndizo zinazoamua usalama wa kambi za mabilioni ya dola. Marekani inashindwa vita hivi kimikakati, yani strategically, hata kama jeshi lake lina nguvu zaidi. Iran imefanikiwa kuingiza dunia kwenye mfumo wa multipolar world ambapo dola sio mfalme tena. Ikiwa Marekani itaendelea na vita hivi, inahatarisha kuanguka kwa mfumo wake wa kifedha. Ikiwa itajiondoa, inapoteza sifa yake ya kuwa mlezi wa dunia. Sasa kwa maoni yako, Marekani ifanye kitu gani hapa? Al-Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.